Yes, bana, hii ni exclusive interview na moja ya waigizaji wazuri sana kutokea nyumbani Tanzania, na of course anatuwakilisha vizuri sana, na hivi karibuni alikuwa nchini Kongo ambapo alienda kwa ajili ya ziara yake, na tumeona video mashabiki wakampokea kwa kubwa sana, lakini pia filamu zake zinafanya vizuri sana. Si mwingine ni my big brother RK Tunga. My brother, mambo vipi? Poa sana. Ni mwingi? Zuka ni mwingi. Mambo mazuri ndugu yangu, hongera, kazi zinazidi kufanya vizuri. Namshukuru Mungu kwa kweli. By the way, hongera sana. Ulikuwa nchini Kongo, maswali yakawa mengi sana hususan kwangu mimi. Kongo ulienda kufanya nini? Kwa ajili ya kazi ama kwa ajili ya kuwasalimia mashabiki zako? Kongo nilienda kwa ajili ya vitu viwili. Cha kwanza kabisa ni kuanza kuitangaza kazi yangu au mwendelezo wa kazi yetu ambayo tuliwahi kuifanya kipindi cha nyuma. Alafu kingine ni kuwasalimia mashabiki zetu. Unajua hakuna kitu kizuri kama ukiwa unamshabikia mtu ambaye at least ulishawahi hata kumuona, au mtu unayemkubali at least hata kama ukimuona kwa mbali kuna namna fulani unafurahi na unafarijika. Kuna namna ulitegemea yale mapokeo, kwa sababu kiukweli wengi sana ambao walikupokea. I don't know kama ulikuwa tayari unajua kuwa kuna watu fulani ama watu wengi kiasi gani watanipokea ama wachache kiasi gani watanipokea. Unategemea umati ule? Wale niliona ni wachache. Yaani wale walikuwa ni wachache bado. Na hiyo ni kwa sababu tu ya watu wengi hawakuamini kwamba nitaenda. Kwa hiyo wakawa kila mtu akipewa taarifa anasikilizia, anasema haraki kweli aje hapa, haraki kweli aje hapa. Kwa hiyo mimi nikasema hapana, tunatakiwa sometime tutengeneze tour za kwenda kuwaona mashabiki zetu au kuonana na mashabiki zetu. Inatengeneza mapenzi mazito, inatengeneza ukaribu wa kuwa na support kubwa sana kutoka kwao. Ile imekupa tafsiri gani namna ambavyo watu wamekupokea kuhusiana na kazi yako kwa ujumla? Kiukweli kwanza tu niseme nawashukuru sana watu wa Kongo. Walikuwa ni wengi. Walikuwa ni wengi sana, na siku expect kama tungeweza kufanya tukio kama lile na watu wakarespond. Unajua watu walirespond muda ule ule. Yaani watu baada ya kuanza kujua sasa RK amekuja, watu wakaanza kuongezeka. Kwa mpaka tunamaliza ile hafla tulifanya kwa muda mfupi sana, kama lisali moja tu hivi, lakini baada ya kutoka watu walikuwa wengi sana nje, wengi sana. Kwa hiyo niwashukuru sana mashabiki zetu kwa support, na ule ni upendo, walionyesha upendo mkubwa sana. Baada ya Kongo kuna nchi nyingine ambayo mmeifikiria ama unaifikiria kwenda? Kenya. Yaani Kenya ndio sehemu pekee ambayo naifikiria sasa hivi kwenda. Kwa hiyo baada ya Kongo safari itakayofuata ni Kenya. Nikitoka Kenya nitakwenda USA Marekani, na nikitoka US nafikiri na mpango wa kutembea pia Tanzania. Kwa hiyo tunaandaa kama vile tuseme ni Bosi Mchawi tour. Bosi Mchawi season 2 tour. Mmefikiria kufanya kwa ukubwa sana. Mmeshafikiria pia kufanya collaboration na wasanii wa nje ya mipaka ya Tanzania? Tulivyoenda Kongo, bahati nzuri tulikutana na baadhi ya viongozi wa serikali, kutana na meya wa jiji, na akawa ametuomba sana kwamba sisi ni ndugu, sisi ni majirani, kwa hiyo tushirikiane kwa kila kitu. So sisi tumekwenda kuwatembelea mashabiki zetu ambao wanatufuatilia. Kuna wasanii pia wako pale. Kwa hiyo tunatamani tutengeneze ukaribu na ushirikiano kwenye kazi. Sio tu Kongo, tutashirikiana na watu wa Kenya, tutashirikiana na watu wa Uganda, Burundi, Rwanda na hata Nigeria. Tutashirikiana nao wote katika kazi zetu ambazo tunazitoa. Kwenye ushirikiano huo labda tutegemee Bosi Mchawi season 2 ama season inayokuja, watu kutoka nje ya mipaka Tanzania watakuwepo, lakini pia kwa nini season 2 itoke kipindi hiki na si, sababu ni muda mrefu na umepita ujue tangu season 1 imetoka? Kitu cha kwanza ambacho mimi ninacho katika akili yangu na katika ndoto zangu ni kuhakikisha kila kazi ninayoifanya inakamilika kwa wakati. Kwa hiyo changamoto huwa zinatokea sehemu yoyote, lakini changamoto haziwezi kunifanya mimi nisiwezi kufikia malengo yangu. Changamoto zitakuja, lakini lazima tutahakikisha tunafanya. So this time tumeona Bosi Mchawi ndio muda sahihi ambapo tunatakiwa tuitoe sasa rasmi na watu waweze kuiona.
Kwa hiyo Mungu akijalia, mwezi ujao tutatoa utaratibu wa namna ambavyo Bosi Mchawi inatakiwa kuanza kuonekana. Kwa sasa kuna tamthilia nyingi sana ambazo zinafanya vizuri, utazungumzia kuna Mem kwa School akina Steve, kuna Dunia, kuna ya kwako pia Huba na nini. Kuna namna hauhofii labda kuwepo kwa hizi tamthilia kubwa ambazo ziko hapa juu zinafanya vizuri na nyie kuja kuleta season 2 yenu labda kwa sasa hivi? Yaani kuhofia vipi? Sijaelewa. Jamaa anafanya vizuri, mashabiki watatoka kule kuja na huku kutazama ya kwetu. Bahati nzuri ni kwamba sisi mashabiki zetu ni wale wale. Kwa kuna mashabiki ambao ni wa RK, lakini nusu au robo pia wanashabikia series zingine, umeona. Kwa hiyo pia wamekuwa sio wachoyo. Sisi mashabiki zetu wamekuwa ni watofauti sana kiukweli. Yaani sasa hivi mashabiki wanachoangalia wao ni ubora wa kazi tu, na kazi wataifuata kokote kule iliko, ili mradi tu iwe ni kazi ambayo ni nzuri, ni bora na inawavutia. Moja swali kubwa ambalo waga linaulizwa sana baada ya video zako kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, hususan ukiwa unaongea lugha ya kigeni, Kiingereza, I don't know na lugha gani waga wanachomekeaga pale kati, ni kwamba nani ambaye ameandika script, nani ambaye ni director, nani ambaye amemruhusu huyu kuongea hivi na vitu kama hivyo. Zile lugha ni wewe ndiye ambaye unaziandaa na kwenda kuzipresent kwenye filamu, ama kuna mtu ambaye anaandika script na nini kila kitu? Cha kwanza nafikiri nishaye kuzungumza hili mara nyingi. Mimi ndio mwandishi wa hizi story ambazo naziona nazifanya kwenye mitandao ya kijamii. Nimeshiriki katika kazi kadha wa kadha nikiwa kama mwandishi, mtunzi, director, lakini pia nacheza. Kwa hiyo ile kazi ambayo nimeongea Kiingereza na lugha zingine ambazo nimeziongea, ile nimeandika mwenyewe na ni idea yangu mimi mwenyewe. Na mimi ndio director na mimi ndio producer. Kile huaga ni Kiingereza kabisa yani, au ni kuna namna waga unachezesha? Hapana. Kiingereza kigumu. Ili labda nilifafanue leo. Watu wengi wamekuwa wamejaji sana. Mimi nimekuja kugundua kwamba watu wengi wamekalili Viingereza vya darasani. Kwa mtu kama amesoma, hata kama ana degree, lakini Kiingereza ninachokiongea mimi haelewi. Kwa nini? Sio kwamba hajui Kiingereza. Anajua, lakini yeye anajua vile ambavyo vilikuwa vinamzunguka shuleni, lakini vile vya mtaani havijui. Hicho cha kwanza. Cha pili, kila Kiingereza ambacho nakizungumza mle, kwenye Kiswahili tuna kitu kinaitwa misimu. Misimu ni maneno ambayo yanakuwa yametengenezwa au yametungwa, alafu yanakuwa yana trendi kwa muda fulani. Yaani yanakuja na kupotea, ila yanakuwa yana maana fulani. Na ndio maana mimi ukikuta kwenye script zangu, kwenye ile kazi, kuna wakati naongea neno nimenyosha kabisa sentence vizuri, lakini naingiza neno ambalo mtu anaanza kujiuliza sasa huyu sasa ndio nini? Umeona? Mfano kuna sentence moja nilisema this is very delicious exquinging. Umeona? Kila mtu amejaji akasema sasa huyu yupo kwenye masuala ya yani anazungumzia masuala ya ndoa, anazungumzia mtoto, amepaniki na nini. Sasa delicious naingiaje hapo? Umeona? Ile ina maana kubwa sana. Sio, unaelewa? Yaani ni kama labda maana yake niitoe. Kuna wimbo mmoja wa brother wangu anaitwa Vanilla, aliimba anasema tamu chungu. Yaani ndo kama pale sasa, yaani ndo kama vile sasa nilivyomaanisha. Ndio maana yake ile. Hiki kipande nawekea hapa wanakisikiliza vizuri. Kumbe ilikuwa na maana tamu chungu. Ilikuwa kwa Kiingereza ni very delicious exquinging. Okay. Very delicious exquinging. Unajua maana yangu ni kwamba yani maana yake yani nimeshazungumza maana yake, alright? Lakini nilichokuwa ninakilenga pale, mara nyingi delicious inatumika kama kitu fulani kitamu. Unaelewa? Kwa hiyo mapenzi yana utamu wake, lakini pia mapenzi na ubaya wake, yani yana uchungu wake. Kwa kuna mtu unaweza kumpenda, ukamwamini, ukaishi naye vizuri, hata ukamuoa kabisa, lakini ndani yake ukaja kugundua kuna siri ambayo ameificha, hakuwahi kukwambia. Kwa baadaye unakuja kuona kwamba ulikuwa unahisi kwamba umefika sehemu kwenye utamu wa mapenzi. Yani kama unakula kitu kitamu,
lakini kumbe kuna uchungu ndani yake. Moja marapa Max TZ alikuchana kupitia rap, ali freestyle ile kwamba, na moja kitu ambacho nilinote pale ni kwamba Wakenya wakiona ile tutaweka wapi sura zetu. Gizani kama yeye alikuwa anahofia kwa kile Kiingereza chako hakijanyoka. Kwa hiyo Wakenya watatumia ile kama fimbo ya kutuchapa sisi wa Tanzania kuwa hatujui Kiingereza. Nini unamjibu? Kwanza cha kwanza, sisi na Wakenya ni watani. Yaani Watanzania na Kenya ni watu ambao ni watu ambao wanasakamana au wanasemana kwa utani. Kiukweli wakati naandika ile script nilikuwa nawaza kwamba mimi sio comedian, lakini naweza nikakuchekesha vizuri tu. Kwa sasa ile ndio njia yangu mojawapo ya kuweza kumfanya mtu afurahi. Unajua tunapotengeneza hizi kazi tunakuwa tuna malengo mengi. Tuna lengo la kutoa elimu, tuna lengo la kuburudisha. Sasa kwenye kuburudisha, sasa mtu unamburudisha vipi? Lazima utengeneze kitu ambacho mtu atacheka. Atakiona kitamchekesha, lakini huenda wewe umelenga kitu fulani. Kwa atacheka, atafurahi, lakini wakati huo umeshatoa elimu yako. Kwa mimi sikuhofia na wala sikuogopa. Na hata yeye mwenyewe alivyojudge vile, huenda hata mwenyewe hakuwa hajui maskini. Anahisi mimi wengi wanajua nimeongea broken. Hiyo so broken brother. Ukitaka ufuatilie, mfano kuna sentence moja nilisema supercalifragilisticexpialidocious. Ile niliitamka vile, lakini ni Kiingereza kabisa. Ila niliongea vile makusudi. Inatamkwa supercalifragilisticexpialidocious. Ndio inavyotamkwa. Lakini mimi nilitamka vile makusudi kwa sababu nilitaka watu wacheke, wafurahi. Lakini pia ni neno gumu kulitamka. Commenting ngapi ulizipata baada ya zile video kusambaa Kiingereza? Sababu kuna page hadi za nje za Marekani nimeona umepost ile design kama wengine wanacheka, wanafurahi kwa kile ambacho umekizungumza. Comments nyingi za aina gani ulizipata zaidi? Kiukweli comment nyingi zilikuwa za kucheka tu. Watu wengi walikuwa wanacheka, walikuwa wanajiuliza huyu vipi, katokea wapi? Kwa mimi nilichokifanya ni kwamba cha kwanza sidhani kama kuna mtu alishawahi kufikiria kufanya vile. Kwa maana halisi ya msanii ni kuwa mbunifu. Kwa the way nilivyotengeneza hii series, wengi wamefanya series za namna vile. Lakini unaleta kipya au kitu gani kitawavutia watu na kitawafanya watu waone kwamba huyu anazungumza nini? Kwa mimi najua namna ya kutrend. Mimi nikitaka kutrend anytime, najua nitumie njia gani na najua nitengeneze kitu gani. Lakini pia lazima tuwashtue watu, wajue kwamba Tanzania kuna wasanii. Kwa hiyo ile imekwenda kuwa watu wengi sana duniani, sio tu sio tu wa Kenya, wengi sana hadi Marekani. Kwa watu wamechukua post ile clip wameposti sana. Lakini kingine kilichowafanya watu wanani vile ni ule userious niliouweka na kile ninachokiongea. Uliniua sana of mada sio na nini, nikasema hapa pazito. Unaona, ndio vile so ile sentence mtu akisikiliza anaweza sielewa, akaielewa, akaitafsiri jinsi maana yake ilivyo. Lakini ina maana ya kitu kingine kabisa. Sawa, ni story nyingi tumepiga, Kagiza kanaingia. Lolote la kumalizia kwa mashabiki zako, plans koje? Ndio umeniambia mwezi ujao nadhani boss mchawi inatoka. Ni kweli? Kwa sababu mara nyingi mnasema inatoka alafu haitoki. Niwaambie tu watu wote kwamba cha kwanza mimi napenda kufanya kazi nzuri. Alafu napenda kufanya kazi kubwa. Kwenye hii boss mchawi kiukweli nadhani unaweza kaniona nimekonda kidogo. Bosi mchawi ndio imenikondesha. Imenikondesha kwa sababu maandalizi niliyoyafanya kwenye bosi mchawi sio ya kitoto. Yalikuwa ni maandalizi makubwa, na katika kazi zangu zote nilizowahi kufanya, hii bosi mchawi season 2 ndio kazi pekee ambayo nimejitoa kwa moyo wote kwa ajili ya mashabiki zangu na watu ambao wanapenda tasnia ya filamu. Kwa hiyo naomba mashabiki zangu kokote kule waliko, watakaposikia tangazo kuhusiana na ujio wa hii kazi au kutoka kwa hii kazi, naomba wasupport, kwa sababu ni kazi ambayo nimeiandaa katika namna ambayo itakwenda kuteka mioyo ya watu. Usipokuwa makini
sentence moja ikakupita unaweza usielewe story, lakini ukiwa makini katika kila episode utaelewa story na watu watakuwa emotion zaidi kuliko mwanzo wakati tunatoa ile season 1. Yaani umepungua kwa sababu labda ya character ilikuwa inakuhitaji hivyo upungue, kwa sababu shaona 50 Cent huko nyuma kuna kipindi alikonda kwa sababu ya uhusika ambao anaenda kucheza kwenye movie fulani. Of course pia. Yeah, nilitakiwa pia nikonde. Nilitakiwa nionekane mtu fulani nimechoka. Umeona Kwa hiyo nimetumia muda mrefu sana. Nilikaa almost mwaka mzima. Sipaki mafuta. Naoga tu sipaki mafuta. Sometime sivai vizuri. Yaani natengeneza mazingira ya kuvaa uhusika. Na kweli nimejitahidi kwa kadri ya uwezo wangu, nimeweza kucheza vile ambavyo nilitakiwa kucheza. Basi mimi nikushukuru, lakini pia nikutakia kila la heri. Mashabiki zako naamini wanasubiria kwa hamu sana ujio wa hiyo tamthilia ama season 2 ya Bosi Mchawi. Yeah. Ukweli nawapenda sana mashabiki zangu na niwatakie siku njema. Tusubiri Bosi Mchawi season 2 mwezi wa 4 panapo majaliwa, Mwenyezi Mungu akijalia. Mapema zaidi itatoka. Ilitakiwa itoke mwezi huu wa 3, lakini kuna vitu kidogo tulikuwa tunaviseti na zile safari za kwenda Kongo na nini ndo zimechelewesha, lakini mwezi wa 4 Mwenyezi Mungu akijalia nitakuwa ni uhakika na tutaendelea na tour Bosi Mchawi season 2 tour. Asante sana my brother. Thank you so much.